26 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije katokea ghasia katikati ya watu. Na Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu na ya thamani kubwa alimkaribia, akamwinamia kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukizwa, wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa kwa fedha nyingi ikapewa maskini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamna siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin, nawaambieni, kila patakapohubiriwa Injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Amen. Tukae. Bwana apewe sifa. Kichwa cha somo cha leo kinasema Yesu anaendea mateso ya Yerusalemu. Kwenye kichwa cha somo hichi ningependa kuzungumzia mambo mawili. Kwanza, thamani na maumivu ya mateso katika kuendea msimu ama nyakati mpya. Katika utangulizi ningependa tufikiri kwa habari ya thamani na umuhimu wa maumivu katika kuendea msimu mpya. Imeandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 19, tubuni basi. Matendo ya Mitume 3:19, Biblia inasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwamba kuna nyakati zinapita za maumivu, afu kuna nyakati za kufarijiwa, kuburudishwa. Na kinacholeta nyakati za maumivu ni kutokuwepo kwa Mungu, na kinacholeta nyakati za furaha na burudani ni kuwepo kwa Mungu. Maana alipo Roho, Biblia inasema ndipo penye amani. Wakati wote ambapo Mungu anakuwa mbali na wewe, adui anapata mlango wa kukushambulia. Hasa maumivu na mateso ni sehemu ya kuingia nyakati mpya. Kila mpaka uliobeba msimu mpya una ugumu na gharama zake kuvuka. Ugumu na gharama za kuvuka vinategemeana na thamani ya ng'ambo unayoiendea. Bwana apewe sifa. Kutoka kwenye kipindi kimoja kwenda kwenye kipindi kingine, kuna mpaka unatenganisha kipindi cha mateso na kipindi cha raha. Na kuvuka kwenye huo mpaka kuna maumivu na kuna gharama. Na gharama utakazozitumia kuvuka zitategemeana na kule unakoenda kuna thamani kiasi gani. Bwana apewe sifa. Okay. Kwa hiyo kuna mateso, kuna maumivu, kuna gharama kutoka kwenye hali fulani ngumu kwenda kwenye hali nzuri. Na kwa nini tunazungumzia kwa habari ya Yerusalemu? Kwa nini Yesu anapanda kwenda Yerusalemu kwenye mateso? Kwa nini Yerusalemu? Yerusalemu ni mahali pa madhabahu ya Mungu. Ndiko hekalu la Mungu likokuwa. Na walienda kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya sacrifice kila wakati, kwa ajili ya kutoa sadaka. Kwa hiyo Yerusalemu ni mahali pa ibada, ni mahali pa Pasaka. Pasaka ni neno linatokana na neno Passover, kuvuka. Passover ambayo inatokana na wakati wa Israeli wametoka Misri,
walichinja ng'ombe wakapaka, walichinja kondoo wakapaka damu kwenye milango yao. Kwa malaika wa mauti alikuwa anakuja kuua, akikuta damu ana pass over, anapita juu ya hiyo nyumba, haingii kuua kwa sababu anajua hawa ni wa kwangu. Ikazaliwa Pasaka hapo. Lakini hiyo Pasaka hiyo ilikuwa ni wakati wa kutoka msimu wa kukandamizwa na kuteswa kwenda kwenye msimu mwingine wa kuwa huru, kutoka Misri kwenda Kanaani. Na ilikuwa na maumivu yake. Hallelujah. Kitabu cha Kutoka mlango wa 5 mstari wa 6. Kutoka 5:6 mpaka 9 inasema hivi: na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape tena watu majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu, na waende wakatafute majani wenyewe, lakini hesabu ya tofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeni hivyo hivyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, wataabike wala wasiangalie maneno ya uongo. Haleluya. Muda wa kutoka Misri umefika. Ni nini kinatokea? Kazi inakuwa nzito zaidi, kazi inakuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni season ya kutoka kwenye nyakati ngumu kwenda kwenye nyakati nzuri. Kwa hiyo kunatokea ugumu zaidi, ili kukukatisha tamaa, urizike na mazingira ulionayo, usiwaze kwa habari ya mambo mema ambayo Mungu amesema na wewe. Hallelujah. Farao anasema hivi, wakizidi kazi ikiwa nzito, watasahau nini? Watasahau hii habari ya kusema tunatoka tunaenda. Kwa nyakati zinapokuja ngumu, mateso yanapozidi, kuna kitu kinataka kuzaliwa. Kama unielewi, waulizi wa mama waliowahi kuwa wajawazito. Bila uchungu hakieleweki. Usipokuja kwa hiari, unakuja kwa drip. Eti shida ni usikie uchungu tu. Kwa hiyo unalazimishiwa ili nini? Ije nyakati ya kutokubeba hapa, ubebe hapa. Ije nyakati ya kutokubeba tumboni, ubebe mkononi. Kwa nini mkononi? Kwa sababu mkononi kuna kusaidiwa. Tumboni hakuna wa kukusaidia. Mkononi ni physically, lakini tumboni ni biologically, psychologically, kila kitu. Yaani ule mtoto unambeba kibiolojia, ana share damu na wewe, na unambeba kimwili pia, na kisaikolojia anakutesa. Kwa kutoka hapo kuja kwenye season ambayo hata unaweza kumpa mtu akusaidia kumpeleka kliniki, inataka some kind of pain, inataka viwango fulani vya maumivu. Unavisubiri, unatamani, unasema uchungu hauchanganyii. Unajua maana ya uchungu? Ndio unajua ni nini? Ni maumivu. Kwa hiyo nataka yachanganyie. Yachanganyie ili umwe? No, yachanganyie ili kizaliwe kitu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo inapotaka kutokea nyakati ya raha, nataka nikwambie kuna vita itakupata. Kabla hujanunua gari, kuna mahali utapita pagumu. Kabla hujaenda kulima hilo shamba, kuna mahali utapita pagumu. Kabla hujaingia kwenye hiyo kazi, kuna mahali utapita pagumu. Wakati unataka kustep out of bondage, kutoka kwenye vifungo kwenda kwenye uhuru, kuna magumu yatakuja. Lengo la hayo magumu ni kukuvunja moyo sometime, lakini kiroho Mungu anayaruhusu ili uongeze bidii. Ukiangalia katika mtazamo wa kimungu utaongeza bidii. Ukiangalia katika mtazamo wa kibinadamu utakata tamaa, utafifia. Hallelujah. Kwa hiyo kuna kitu kinataka kuzaliwa duniani. Roho ya mauti imetawala watu. Mungu anataka kuleta uzima na kuondoa mauti. Kwa hiyo lazima uchungu uje, na aliyepewa jukumu la kubeba huo uchungu wa kuizaa dunia kwa upya, kuizaa katika roho, maana imezaliwa katika mwili. Aliyebeba hilo jukumu, hiyo mimba aliyeibebeshwa, ni mtu anaitwa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Anasubiri kwa hamu
uchungu hauchanganyii.